Sasa yule mwalimu wangu wa kwanza ambaye mimi nitasema ni mwalimu ambaye anaanza kunifunza siasa. Mwalimu kuna siku labda tutatangaziwa kikundi chengine nacho tatualika kuja ku-launch movie. Kwa hivyo tuko pamoja, tutashirikiana. Nitasema mengi lakini kulingana na wakati. Nataka niseme mimi najiwakilisha mimi kama mimi. Nimealikwa na timu za jirani kama wanangu, kwa hivyo nimekuja kuwakilisha kama wanangu na vyandarua tutalipa sote. Tuko pamoja baba, tutazungumza, tutaangalia movie kidogo, kisha wala hutakosa pesa za microphone. Tapata ndugu yangu. Na pili, niseme pia namwakilisha dada yangu Bi Mwanamisi Hamari, ambaye ni dada yangu, rafiki yangu almaarufu mwanamke bomba ndani ya Citizen. Huyu naye ni mama ambaye amenyanyua sana vipaji vya vijana. Labda kama hujafikiwa, umefika ule wakati na yeye atakufikia. Kwa sababu unajua mtu anaweza kwenda kutuma mbali, lakini akipata akaja akala na wakwao. Si ndio hivyo ndugu zangu? Sasa kumefika wakati viongozi wachukue, wasomi wachukue, waliojaliwa Mwenyezi Mungu akawajalia neema kule mbele waende wakazikusanye. Kisha wakumbuke wenza wao, warudi nyumbani waje waseme jamani kile nilichopata. Haya na nyinyi badiko nilisemea lambukeni na nyinyi angalau muonje. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo mimi Bwana Yesu alinipa ujumbe wa kumwalika mama Mwanamisi na salamu zilimfikia, isipokuwa tu yeye pia ameshika kwa sababu yuko kazini na ameahidi Mungu akimjalia akija mwezi wa 5 na tutaingia hapa inshallah, atakuja Zalirani akae na wanazalirani, na nafikiri atakuwa na mipango ya kuangazia ndani ya Citizen. Nafikiri kijana wangu amezungumza sana, yaani kama alikuwa nimemdokeza, sijui alijuaje leo maneno, lakini vile niliwaona kwamba yule mama amejituma sana kuwatoa watu kupitia media ama kupitia ile studio yao. So yeye pia ameahidi Bwana Yesu Bi Mwanamisi Hamari atakuja kuwatembelea ili pia yafanye mpango ya kuwafanya kuwe vijana bomba. Ndio pia Bwana Kurichwa na MCA wetu na sisi kama wawakilishi wa timu hakuna kupaa pesa alafu tunaregesha, na huu